Na hatimaye Daktari Janabi kuiwakilisha Tanzania uchaguzi wa WHO Afrika. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi, ametangazwa rasmi kuiwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustin Ndugulile kufariki dunia. Taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa WHO imeonyesha kuwa Profesa Janabi ni miongoni mwa wagombea watano ambao majina yao yanapigiwa kura kwenye uchaguzi utakaofanyika Geneva mwezi wa 5. Profesa Janabi ni mgombea pekee katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wenzake wanne wakitokea nchi ya Afrika Magharibi, akiwemo Daktari Ndako Nani Michael Yao wa Ivory Coast, Daktari Drahame Mohamed Drame wa Guinea, Daktari Blomi Hamna Sambo Niger na Profesa Mairiwa Mustafa wa Togo. Mkurugenzi kanda atachaguliwa kwa kura katika kikao cha ndani ya kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika, ambao itakutana Januari 18 mwaka 2025 na kuanza kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao uchukuliwa kwa muda mrefu. Ni taarifa kutoka huko Geneva. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi, ametangazwa rasmi kuiwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustin Ndugulile kufariki dunia. Nchi 43 kuzuiliwa kuingia nchini Marekani. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiria kuingia nchini Marekani vitakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti. Kwa mujibu la gazeti la Marekani la New York Times, liliwanukuu maafisa wa kutaja majina yao likisema pendekezo hilo linazihusisha nchi 43. Miongoni mwa nchi hizo ambazo raia wake watazuiliwa kuingia kabisa nchini Marekani ni Afghanistan, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Sudan, Syria, Venezuela, Yemen. Kundi jingine ni la nchi nyingine 10 ikiwemo Belarus, Eritrea, Haiti, Pakistani, Russia, Sierra Leone, Sudani Kusini, ambazo visa zao zimewekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Nchi nyingine 22 zitapewa siku 60 za kushughulikia masuala yanayoipa wasiwasi Marekani. Vinginevyo zitahamishwa kwenye kundi lililowekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Itakumbukwa pia katika muhula wake wa kwanza wa uongozi, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru serikali kuainisha nchi ambazo raia wake hawapaswi kuingia nchini mwake kwa sababu za kiusalama. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiri kuingia nchini Marekani itakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti. Hatimaye M23 na DRC kuitafuta amani nchini Angola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yanayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hiyo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa ofisi ya Rais wa DRC Tina Salama amethibitisha kuwa watashiriki, ambapo katika hatua hii ya awali amesema hawawezi kueleza bayana ni akina nani watakaounda ujumbe huo utaokutana na viongozi wa M23. Mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na washiriki wa M23 yamepangwa kufanyika nchini Angola. Mara kadhaa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao serikali yake inawachukulia kama magaidi, lakini baada ya ziara yake mjini Rwanda wiki iliyoisha, uamuzi huo unaonekana kubadili na amekubali nchi yake kushiriki mazungumzo na M23. Katika hatua nyingine, Rais wa Angola João Lourenço ametoa wito utaositishwa mapigano kati ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali wa waasi wa M23 kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani. Rais huyo ambaye ameteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia jana kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani
katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azima ya kutoa maeneo zaidi kwa matarajio kwamba hatua hizi na nyinginezo zinapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakaowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kongo. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yatakayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hizo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kagame aionya nchi ya Ubelgiji. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameionya nchi ya Ubelgiji kuacha kutoa maagizo kwa Rwanda na kuwapangia cha kufanya. Utazani kwamba Mungu amewapa jukumu na haki ya kuwasimamia, ambapo amesema Rwanda haitakubali tena kutawaliwa na Ubelgiji, bali tutapambana nao na tutashinda vita hiyo. Akiongea katika ukumbi wa BK Arena nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amesema na waonya Wabelgiji wameiharibu Rwanda, wameua Wanyarwanda. Tuliwaonya zamani na tunawaonya tena leo. Wanatupangia, wanasema waruhusu kufanya hiki na kile. Sisi tunawauliza Wabelgiji, nyinyi ni kina nani? Nani kawapa jukumu la kutusimamia sisi? Wanyarwanda wanamwamini Mungu, mnaamini Mungu. Amewapa Wabelgiji jukumu la kusimamia Rwanda. Kwa uwezo huu mdogo tulionao tutapambana nao wote wanaotumia muda wao kututukana, kujaribu kututesa, na hawatoweza. Tutashinda. Watu wache tuishi na amani baada ya miaka yote tulioitumia kuipambania na kujenga nchi yetu. Tunataka kuwa Wanyarwanda, hatutaki kuwa Wabelgiji. Rwanda kwa bahati mbaya tulitawaliwa na kanchi kadogo Ubelgiji, ambayo ilienda mbali zaidi na ikatugawa kama nchi yao. Sijawahi kusita kueleza hili. Tulilaani hili zamani na tunaendelea kulilaani tena. Jambo hilo, hakuna kitu kibaya kutokea kwetu kushinda majanga tuliopitia huko nyuma. Ndio maana hatupaswi kuogopa kusema na kujipambania sisi wenyewe zidi ya wale wote wanaotaka kutuangamiza. Ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Hatimaye Rais wa Rwanda Paul Kagame ameionya nchi ya Ubelgiji kuacha kutoa maagizo kwa Rwanda na kuipangia cha kufanya. Utazani kwamba Mungu amewapa jukumu na haki ya kutusimamia sisi Wanyarwanda. Amesema Rwanda haitakubali tena kutawaliwa na Ubelgiji, bali itapambana na Ubelgiji na itaishinda vita hiyo. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD awazi asakwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Akiongea jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam SSP Faustine Mafwele amesema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva daladala yenye namba za usajili T580EAE aina ya Tata inayofanya safari zake kati ya Zingiwa, Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto kugongana na gari yenye nambari za usajili T952 AMD aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na PF mwenye nambari 15950 CP Awazi Mohamed Chiko akitokea Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha hapo, pia kusababisha majeraha ya polisi WP mwenye nambari 5616 CPL Zubeda Ramazani Sadala wa wilaya ya polisi Chanika aliyekuwa abiria kwenye gari nambari T952 AMD ambaye amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali ni baada ya dereva daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika jina lake aliyotoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari nchini kuwa aliyefariki ni kamishna operation mafunzo Tanzania CP Awazi Juma Haji. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha.